Safari Jamukaya tumekutana na mwenyeji ambaye tulikuwa naye, tumefanya naye kazi kwa ukaribu kabisa wakati akiwa wilaya ya Kishapu, na sasa hivi tumekutana naye hapa katika mkoa wa Arusha. Na kubwa zaidi iliyotukutanisha hapa ni kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake kitaifa ambao wamefanyika katika mkoa huu. Na moja kwa moja sasa, ambaye humfahamu nimpe nafasi aweze kujitambulisha. Heshima yako. Asante sana. Kwa jina naitwa Joseph Modest Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku njema hii ya leo, lakini pia namshukuru sana Mheshimiwa Rais kutuheshimisha Arusha. Ameleta wageni wengi kupitia hii hafla ya siku ya wanawake duniani, ambapo sisi kwa muda mrefu tumekuwa tukijiandaa na siku hii ambayo ni nadhimu kwetu. Tunashukuru tumepata mengi na tumejifunza mengi kupitia siku ya wanawake duniani. Tumepata vingi kwa sababu gani? Tumepata huduma mbalimbali, huduma za haki za kisheria kwa msaada wa Mama Samia Legal Aid. Watu wengi wamemaliza matatizo yao kupitia msaada ule. Lakini pia tumepata msaada wa afya au matibabu au kucheki afya za akina mama, hususan akina mama wajawazito ambao wana watoto, kuangalia kama ana magonjwa kabla hajazaliwa. Hivi ni vitu pekee na ni adimu sana vimepatikana, lakini na maonyesho mbalimbali. Lakini kikubwa tumejifunza, Watanzania tumeunganishwa wote pamoja. Ni siku ya kina mama, lakini imetambua na uwepo wa kina baba. Kama tulivyomsikia Mheshimiwa Rais wetu mpendwa ambaye amebalance. Kuna mambo ambayo kwa kweli mwanamke hawezi kuwa mwanaume. Mambo ya kibiolojia ambayo hayawezi hayawezi yakaunganisha au kufanya usawa kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini kikubwa kumbe tunatakiwa kushirikiana na kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya wananchi wote, lakini pia manufaa ya binadamu wote. Uwepo wa maadhimisho haya mkoani Arusha amefungua fursa zipi? Uwepo wa maadhimisho haya, kwanza tumekusanya watu wengi sana. Uwanjani tu peke yake takriban walikuwepo watu zaidi ya 20,000 na nje na kadhalika. Lakini tumekaa nao hao watu, tumekuwa tukipokea watu wiki moja iliyopita, wakati wote wa maandalizi kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wafanya biashara wamefanya biashara kwa wingi kiasi fulani, lakini pia tumeruhusu maeneo ya biashara yafanye kazi hata muda wa ziada, kwa maana ya kwamba mtu anapokuja Arusha hapa aweze kupata mahitaji yoyote na wakati wowote ule. Kwa hiyo tuna imani kwamba na ongezeko la watu umeongezeka, wasafirishaji wamesafirisha, bodaboda, bajaji, daladala na kadhalika. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba wananchi wameongeza kipato kupitia tamasha hili. Sasa kutokana na kauli mbiu hii ya haki, usawa pamoja na uwezeshaji, nyinyi kama mkoa mmejipanga vipi sasa kuhakikisha haki, usawa na uwezeshaji kwa mwanamke na mtoto wa kike, vitu hivi vinafanikiwa? Tumejipanga vizuri sana. Kwanza kabisa kusimamia programu za serikali ambazo mama amezianzisha za mfuko wa kina mama au mfuko wa makundi maalum, kusimamia kwamba ufike kwa jamii ile ambayo inahitaji hiyo msaada wa fedha au mikopo. Lakini pia tunawahamasisha vijana kubuni shughuli mbalimbali za kibiashara ambazo kwa kweli kwa Arusha zinaleta kipato. Na kwa Arusha ziko shughuli nyingi sana, ikiwepo ni kujikita pia katika sekta hii ya utalii. Sekta ya utalii tumeipromote vizuri. Tumehakikisha kwamba watu wanaielewa, lakini vijana pia wanajiunga na sekta hii binafsi kuongeza fedha kwa ajili ya manufaa na uchumi wao kwa ujumla. Kwa wilaya ya Kishapu ulikotoka, tatizo la ukatili lilikuwa kwa kiasi kikubwa sana kwa mkoa wa Shinyanga. Vipi kwa wilaya ya Arusha? Kule Shinyanga tatizo la ukatili lilikuwa kubwa, na kweli liliundiwa mikakati mizuri sana, ambayo mikakati ile ilikuwa endelevu kuhakikisha kwamba ukatili haufanyiki, ukatili wa kijinsia. Lakini hapa pia mikakati ni ile ile, ni kwamba tumeshaanza, nimetembelea vituo vyote
ambavyo vina madawati ya kushauri masuala ya kijinsia. Viko imara, vinafanya kazi, lakini tu maboresho ambayo tutafanya, lazima tuwe na one stop center. Nimegundua kwamba kesi, kwa mfano mtoto amefanyiwa ukatili au mama amefanyiwa ukatili, kesi inaenda polisi, inaenda kule mahakama, inaenda sehemu nyingine, maendeleo ya jamii. Sasa tumefikiria kwamba tuwe na one stop center ambayo ina huduma jumuishi zote hizi za mtu akifanyiwa nani, tuziunganishe pamoja, zifanye kazi kama tulivyokuwa tukifanya kule Shinyanga. Nikushukuru sana mheshimiwa. Asante.